Nimeshushwa barabarani usiku saa 2, sina fedha, sina kitu chochote. Nilipokuwa kwenye mkutano, baada ya kuwa nimeshushwa kwenye gari yangu, kwa sababu polisi walipotaka tuongozane, nilimwambia yule bwana ambaye alikuwa kiongozi wa ule msafara wa polisi kwamba niko tayari kwenda hata na gari yangu, au mimi mwenyewe. Wakaforce, walikuwa tayari. Unasikia ukisikiliza zile clip, kuna sehemu walikuwa wanasema vunja kioo. Kuna bwana mrefu hivi anaitwa Peter, aliamuru polisi wale wavunje kioo ili wanitolee labda kwenye kioo. Kwa hiyo kila kitu mimi niliacha kwenye gari, wallet and everything. Kwa waliponichukua had nothing, sikuwa na kitu chochote. Kwa wamezunguka na mimi all the time, na walikuwa hawaongei, wako kimya na mimi niko kimya, wanaendesha gari tu, kwa sababu wamesema wanaenda Central. Tumefika Central, wakasema unganisha. Yule wa mbele na kiongozi yule alipigwa picha, mnaweza kumtafuta mkamuuliza. Twende hivi nyoka. Hata yule wa pili ambaye tulikuwa naye Peter, kuna wakati anasema mbona tunavuka Central, akamwambia mimi si ndo naongoza, kaa kimya. Kwa Peter akakaa kimya. Kwa mimi nilikuwa naenda najua labda napelekwa Mabwepande kama wanavyofanya siku zote, au sehemu nyingine wanayojua kwa tukio lolote. Na tukisema tuko tayari kwa haya mambo, tunamaanisha hivyo, kwamba tuko tayari kulipa ultimate price kuhakikisha nchi hii inarudi kwenye mikono ya sheria. Kwa sababu, kwa mfano, sheria yetu inakataza kumkamata, ule ni utekaji kwa njia zile. Walipaswa waje waniambie, wewe uko chini ya ulinzi kwa sababu hii na hii na hii. Sasa mtafute Muliro, tafuta polisi, walinichukua wananipeleka wapi? Lakini pia kama wangekuwa watu wema, kwa nini wasingenipeleka either nyumbani kwangu au kituo cha polisi, waniache pale nipate communication, niite dereva wangu aje kunichukua pale? Walikuwa nazunguka na mimi kufanya nini? Mimi nilikuwa nimeomba lift ya gari ya polisi wazunguke na mimi? Ni watu wangapi wanafanyiwa hivyo alafu wanaonekana hawaonekani? Ni kesi ngapi mmezisikia nyie, watu wamekamatwa, familia inathibitisha kwamba huyu alichukuliwa na polisi, alafu polisi wanakana kabisa? Sasa kama wangenichukua kwenye eneo ambalo hakukuwa na watu, kusingepigwa picha ambayo ilionekana pale kituo cha polisi, unafikiri nini wangesema baadaye? Kwa mimi baada ya pale, kuna gari moja ilisimama, kwa sababu nilikuwa nimevaa combat TV na watu ni mtu visible. Kuna mtu akasimama akasema nipande kwenye gari yake, na kwa kweli nikawa tempted. Eliza alinisaidia sana, akaniambia no, usiingie kwenye gari ambayo hujui, Land Cruiser. Hatukuingia, tukachukua bajaji na kulikuwa na foleni. Kwa hiyo nimefika nyumbani kwenye mida ya saa 5 ndio kuja kusema kwamba nilipopata simu ndio nikafanya communication na viongozi wangu, na unaona chama walikuwa wananitafuta. Wakina Brenda walikuwa wameenda Central, wengine waligawanyika wakaenda Mburahati, wengine wamegawanyika wanaenda wapi hapa Oyster Bay kunitafuta, kwa sababu sikuwa na mawasiliano yoyote ya kuambia hawa kwamba mimi nimeachiwa au niko kwenye sehemu fulani. Nilipofika nyumbani ndio nikapata communication ya kuambia watu kwamba wameniacha. Kwa hiyo mazingira yalikuwa hayo, na hata nauli ni kwenda kulipia nyumbani. Jodi anasema RC kuzuia watu kwenda polisi. Tuna polisi wa ajabu sana nchi, kwamba wao wakisikia taarifa za kiintelijensia wana nguvu ya kuzuia, lakini wanashindwa kwenda kukaa pale walinde watu kama sheria inavyotaka ili watu wafanye matukio yao kwa amani. Wajibu wa polisi namba 1 ni kwenda kulinda watu wafanye hayo mambo wanayoyafanya kwa amani na yaishe kwa amani. Na mimi narudia mbele yenu, hakuna nukuu yoyote, hiyo ni nukuu ya Charamira, na ndio maana nimwambia asitugongee kifua sisi. Hiyo ni nukuu yake mwenyewe. Hakuna nukuu yoyote ya mwanachama yoyote. Tangu siku ya kwanza nazungumza hapa Dar es Salaam na maeneo mengine, tumesema wanachama wetu waje mahakamani kama sheria inavyosema. Hiyo ni sheria, sio discretion ya bwana Charamira. Waje mahakamani kwa amani, na nimeenda mbele zaidi nikasema wafunge vitambaa vyeupe kwenye mikono yao kuonesha kwamba wao ni watu wa amani, na hata wakipigwa mabomu wakae hata chini kuonesha kwamba wanafanya hivyo kwa amani, na nyie muepo kuwa expose mambo wanayotaka kutufanyia. Wanachama wetu tunasisitiza
mnapokuja kwenye kesi ya mwenyekiti, sisi ni watu tunataka kurudisha utawala wa sheria nchi hii. Kwa lazima sisi tuwe watu wa amani, kuonesha mfano dunia kwamba sisi ni watu wa amani, na tukipewa nchi tutaiongoza kwa haki na kwa amani. Kwa hatuna sababu yoyote ya kufanya fujo, kumfanyia mtu yoyote fujo. Hatuna sababu hiyo, na hakuna mtu anayeitisha fujo yoyote kwenye mahakama, na tusingependa hilo litokee. Kwa hiyo kama watafanya fujo, labda wao wanaweza kutumia watu wao na system zao kufanya fujo, kwa sababu pia katika impunity ya level hii hao ni watu wanaweza kufanya chochote. They are so desperate. Kama unaweza kumkamata kiongozi mkuu wa upinzani ukampa kesi ya uhaini, treason. Si kama mnatafakari hiyo kesi kwa undani, treason. Treason ni mtu anayetakiwa anapanga kunini? Kupindua utawala uliopo. Tumesema tena na tena. Hatujai kuwa hata na kikundi cha nani. Hizo hajai kuwa polisi. Wanampa kesi. Kwa hiyo ni watu wako desperate, wanaweza kufanya chochote, lakini sisi tunasisitiza kwamba sisi ni watu wa amani na watu waje kwa amani. Na hatuna nia yoyote wala sababu yoyote ya kupambana na jeshi la polisi. Hatuna sababu hiyo. Jeshi hili ni jeshi letu. Hata tutakaposhinda dola litakuwa jeshi letu, lakini tutalibadili namna ya kuendesha mambo yake. Hatakuwa na jeshi linalotumiwa na wanasiasa kunyanyasa watu.